Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. China na Urusi zimeitaka Marekani kumrejesha Nicolas Maduro katika taifa lake. China imesema haiwezi kukubali nchi zinazofanya kazi kama majaji wa dunia baada ya Marekani kumteka nyara Nicolas Maduro na mkewe. Waziri wa mambo ya kigeni wa China Wang Yi amesema uhuru na usalama wa nchi zote unapaswa kulindwa kikamilifu chini ya sheria za kimataifa, ambapo wakati huu hawaoni sababu ya Marekani kumteka nyara Maduro pamoja na mkewe, ikiwa ni rais aliyeko madarakani. Hata hivyo, kwa upande wa Urusi kadhalika imeweka wazi kusema kwamba haikubaliani na mpango huo na kwamba inaitaka Marekani kuachana na mpango wake wa kufanya mashambulizi katika taifa huru ambalo halikuonyesha namna yoyote ya uvamizi mbele ya Marekani, lakini pia wakitaka Marekani kumrejesha Rais Nicolas Maduro. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema Beijing haiwezi kukubali nchi yoyote kuwa jaji wa dunia katika kufanya maamuzi kwa kumteka nyara rais aliyeko madarakani, wakimzungumzia Nicolas Maduro. Hatujawahi kuamini kwamba nchi yoyote inaweza kuwa polisi wa dunia, wala hatukubali kwamba taifa lolote linaweza kuwa jaji wa dunia, Wang aliwaambia waandishi wa habari mnamo Jumapili katika mkutano uliofanyika huko Beijing, akimaanisha matukio ya ghafla nchini Venezuela bila kutaja moja kwa moja Marekani. Uhuru na usalama wa nchi zote unapaswa kulindwa kikamilifu chini ya sheria za kimataifa, mwanadiplomasia huyo mkuu wa China aliongeza katika hotuba yake ya kwanza tangu picha ya Maduro mwenye umri wa miaka 63 kufungwa macho na kufungwa pingu siku ya Jumamosi zilizoshangaza raia wa Venezuela. Maduro yuko kizuizini New York akisubiri kufikishwa mahakamani Jumatatu kwa tuhuma za dawa za kulevya. Hata hivyo, Urusi kupitia waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov nayo pia iliweka wazi kusema kwamba inamtaka rais wa Marekani Donald Trump kumrejesha nyumbani Nicolas Maduro, na imeeleza wazi kusema kwamba jambo hilo halikubaliki. Ikumbukwe Urusi, China pamoja na Venezuela ni mataifa ambayo yana uhusiano wa karibu, na hata wakati huu baadhi ya watu wamekuwa wakitoa lawama zao kwa mataifa hayo, wakisema ni kwa nini alikuwa kimya kuona Venezuela inashambuliwa. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba katika diplomasia Urusi na China zisingeweza kuingilia kati wakati huo huo na zisingeweza kuzuia kukamatwa kwa Maduro, kwani operation hiyo ni operation ambayo imefanyika kwa mashambulizi ya ghafla. Na hata hivyo, ikumbukwe mataifa hayo mawili yaliweka wazi kwamba yalipeleka silaha za kutosha, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga, huko rais wa Venezuela Nicolas Maduro akiendelea na mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump, ishara kwamba kusingekuwa na uwezekano wa rais Donald Trump kutaka kuivamia Venezuela pamoja na kumteka rais Nicolas Maduro. Matamshi ya Donald Trump kwamba Marekani itaisimamia serikali ya Venezuela kwa sasa ni mtihani mzito kwa ushirikiano wa kimkakati wa hali yote ulioanza Beijing na Caracas katika kipindi cha mwaka 2023 unaoadhimisha karibu miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia. Hata hivyo, inadaiwa pia kwamba China pamoja na Urusi zinataka kujitenga na ushirikiano na Marekani. Hata hivyo, taarifa zinaelezwa kwamba China pamoja na Urusi zitahakikisha zinaitenga Marekani na kutoonyesha ushirikiano wowote wa kidiplomasia ikiwa Nicolas Maduro na mkewe hawatarejeshwa katika taifa lao. Hili ni pigo kubwa kwa China, ni pigo kubwa kwa Urusi. Tulitaka kuonekana kama rafiki wa kutegemewa kwa Venezuela. Afisa huyo wa serikali ya China alitoa taarifa kuhusu mkutano kati ya Maduro na mwakilishi maalum wa China katika masuala ya Amerika Kusini na Caribbean Q Shak, saa chache kabla ya kukamatwa kwake. Nchi yenye uchumi mkubwa wa pili duniani, China, umeipatia Venezuela njia ya kiuchumi tangu Marekani na washirika wake walipongeza vikwazo mwaka 2017 na kununua bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 1.6 mwaka 2024. Data hivi punde zaidi ya mwaka mzima inaonyesha takribani nusu ya manunuzi ya China yalikuwa mafuta yasiyosafishwa. Takwimu za forodha zinaonyesha wakati makampuni makubwa ya mafuta yanayomilikiwa na serikali yalikuwa yamewekeza karibu dola bilioni 4.6 nchini Venezuela ifikapo mwaka 2018, kulingana na data kutoka taasisi ya biashara ya Marekani ambayo inafuatilia uwekezaji wa makampuni ya Kichina nje ya nchi, imeeleza wazi. Hata hivyo, wakati huu inadaiwa kwamba viongozi wa Urusi pamoja na China wapo katika mijadala kuona ni jinsi gani wataweza kukaa na kuweza kujadili jinsi ya kuiokoa Venezuela.
chini ya mikono ya Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.